ni kwamba yametokea mapendekezo ya serikali ya kufanya marekebisho kwenye sheria ya udhibiti wa uingizaji wa bidhaa nchini sura 276 kwa kuanzisha tozo mpya ya maendeleo ya viwanda inaitwa Industrial Development Levy kwa kiwango cha 10% kwa kichwa na trailer vinavyoingizwa nchini. Sasa hii kodi kidogo wananchi wa Tanzania, wafanyabiashara, wasafirishaji, hii kidogo imewaletea shida. Wanahisi kwamba kiutendaji itawaletea gharama kubwa, ongezeko kubwa la gharama. Wanahisi kwamba inalinda viwanda vya nje ambavyo kidogo kwa Watanzania wa kawaida, wasafirishaji wa kawaida, wakulima, wazawa hawamudu kununua magari haya mapya ambayo yanalindwa ya viwanda vya ndani. Lakini si kumudu tu, wanahisi kwamba magari yaliyopo yanayotengenezwa unganishwa hapa Tanzania yaliyo mengi hayastahimili hali halisi ya barabara zetu, si hayadumu. Kwa hiyo wakanambia mwenyekiti, kwa kweli hii kodi iliongezeka kwenye swala kwenye magari tunayoagiza kutoka nje kwenye hii Industrial Development Levy, kwetu sisi itatuumiza sana. Ni bora serikali ikaangalia, kama nia ni kukusanya kodi, ikaangalia pande zingine za kodi, za kupata kodi nyingine, lakini sio kwa kuongeza kodi huko. Na wameomba kama ndivyo basi iwe ni kwa magari yote, magari yanayoletwa kutoka nje na magari yanayozalishwa ndani, yote hii 10% ya Industry Development Levy iwepo kote. Kwa sababu wanalalamika kwamba hata sasa pamoja na kwamba magari yanayotengenezwa nchini yameondolewa VAT, bado ni bei gharama kuliko mtu anavyoagiza nje. Kwa hiyo haoni faida na hawapati nafuu. Haoni faida na hawapati nafuu. Lakini bado kuna wanaoingiza, kwa mfano Scania na DAF, wanatoa ushuru, wanalipa ushuru hata zaidi ya bilioni 100, bilioni 100 kwa mwaka. Kwa hiyo serikali tungeomba iangalie, iwe makini na ifuatilie sana, hata inapotoa misamaha hii iangalie, je, hiyo misamaha inafanya kazi kwa wananchi wake, inaleta ubora wa maisha na ubora wa kibiashara kwa wananchi wake. Vinginevyo ni bora hata isitoe. Sasa hii ya 10%, kuna kodi, kuna tozo inaitwa Railway Development Levy 2%. Kwa ukiweka na hii 10%, jumla inakuwa 12% ya hii Industrial Development Levy na hii Railway Development Levy 2%, huko 10%, jumla 12%. Hiyo yote inakwenda kwa yule mtu anayeagiza lori kutoka nje. Wakati mtu anayeuza lori kutoka hapa ndani amepewa msamaha wa kodi wa VAT, halipi hizo gharama. Na hilo lori halifikiwi na Mtanzania mkulima wa kawaida. Hana uwezo kwenda kununua hilo lori. Na hata kinunua hilo lori, ikifika miaka 5 limekwisha. Gari tunajua chetu wa China
wanatengeneza. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.